Mpina, Rais Mama Samia, diwani tena. Mimi ni washukuru hawa wazazi wetu, wazazi wenzangu wana Kirumba kwa mambo mawili. Kwanza, wamekuja kupokea tofali zao ambazo ziliahidiwa na mheshimiwa mbunge. Tunawashukuru kwa wingi wenu kuja kupokea tofali hizi. Lakini la pili, mheshimiwa diwani, kwa sababu wazazi yao wameshaona tofali zao ambazo wanakuja kukabidhiwa leo, wamejiamulia wao mchango wao shilingi 1500, kwa maana kwamba tulichokiamua hapa kinaenda kuenezwa kwenye mitaa yote 12. Kila kaya ikachangie ujenzi wa fence hii. Ndugu zangu, tunachokifanya ni maendeleo, lakini ni kulinda usalama wa watoto wetu wanapokuwa wanakuja shuleni, wanapokuwa wanaendelea na masomo, kwa sababu mtu anaweza akatoka huko pengine ana matatizo yake akavamia darasa likaleta taharuki kwa wanafunzi. Kwa hiyo tunachokifanya hapa ni maendeleo yetu ndani ya kata yetu ya Kirumba, lakini kulinda usalama wa watoto wetu. Mbali na kwamba mheshimiwa mbunge ni mkazi wa eneo hili, lakini bado historia inaendelea kusema ni moja kati ya wanafunzi waliopaswa kusoma na waliosoma katika shule hii ya Kirumba, shule ya msingi. Mara baada ya kutambua hilo, mheshimiwa mbunge huyu aliridhia ofisi yake kupitia fedha yake mfukoni kutenga zaidi ya milioni 15 zilizokwenda kununua tofali zaidi ya 10,000 kuja kuhakikisha tunajenga uzio katika shule yetu ya Kirumba, shule ya msingi ambayo siku ya leo tumekutana hapa. Kirumba we! Na ndugu zangu wazazi, mara baada ya kutambua hilo, siku ya kwanza tunakuja kufanya mkutano hapa. Wazazi hawa walinipa mimi kilio kama katibu wa mbunge, wakaomba niweze kukiwasilisha kwa mheshimiwa mbunge. Na kwa sababu mheshimiwa mbunge wetu amekuwa ni msikivu na ameendelea kutatua changamoto za wananchi, kama ambavyo Chama cha Mapinduzi kilimpatia ilani ya kuhakikisha anatekeleza ilani yetu ya uchaguzi ya 2020 mpaka 2025 mpaka pale bunge letu litakapokoma, basi mheshimiwa mbunge akasema, katibu, nenda kawaambie wananchi na wananzengo wenzangu wa kata ya Kirumba ambao watoto wao wanasoma katika shule hii, lakini pia kuhakikisha watoto wetu wanaendelea kujengewa mazingira yaliyo bora. Lengo likuwa ni kupunguza ajali, lengo likuwa ni kupunguza mazingira mabaya ya vijana wetu kujifunza, lakini pia lengo likuwa ni kuendelea kuweka ulinzi ulio imara kwa vijana wetu. Mheshimiwa mbunge akaridhia, mbali na kwamba ametoa milioni 15 kuhakikisha amekwenda kununua tofali zote 10,000, lakini bado mheshimiwa mbunge akahakikisha anatoa fedha ya usafiri kuleta tofali zaidi ya 5,000 katika eneo ambapo fence itakwenda kujengwa. Hapo vipi? Ndugu zangu wazazi, ninayazungumza haya sio kwamba ni sehemu ya siasa, lakini ni sehemu ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Na haya yanafanyika, lengo ni kuendelea kuhakikisha wananchi wetu wanaendelea kupata huduma iliyo bora, lakini pia kuhakikisha watoto wetu ambao leo tunapozungumza hapa shule hii ya Kirumba tunatarajia tupate waheshimiwa madiwani wengi, tunatarajia tupate waheshimiwa wabunge wa kutosha, tunatarajia tupate ikiwezekana mpaka mheshimiwa rais atakayekuwa ametokana na shule yetu ya Kirumba, shule ya msingi, kupitia uboreshaji wa miundombinu ambao unaendelea kufanywa na serikali yetu ya awamu ya 6. Mbali na hilo, mheshimiwa diwani pamoja na wazazi na viongozi wote, kwa kutambua hilo na kwa sababu tayari mzigo umeshashuka eneo la tukio, mimi sitakuwa na maneno mengi mazuri, na kwa sababu inafahamika ya kwamba wakina mama hao wengi ambao leo wako hapa, kwanza wanazo sababu kubwa 3. Ya kwanza, wanayo sifa kubwa ya kuhakikisha wanaendelea kudumisha malezi bora kwa watoto wetu, lakini pia wakina mama hawa ndio hasa wanaobeba uchungu na kutambua thamani ya watoto. Lakini pia wakina mama hawa wamekuwa walezi na walinzi wazuri wa watoto wetu, na ndiyo maana hata katika kikao cha leo, mheshimiwa diwani, nimejaribu kufanya tathmini kati ya kina mama na kina baba. Ukipiga hesabu ya tathmini ya haraka haraka, wakina mama waliofika katika mkutano huu ni wakina mama wasiopungua 214 na kina baba 32. Wakina mama hawa nyuso zao, mioyo yao, lakini pia hata matamanio yao ndani yao ni kwa sababu wanaye mama mwenzao ambaye ni muongoza njia, na si mwingine ni Daktari Angelina Silvester Rubara Mabura. Lakini pia wakina mama hawa hata matamanio yao na nyuso zao na mionekano yao wanayo kila sababu ya kutembea kifua mbele, kwa sababu serikali ya awamu ya 6 inayo jemedari
shupavu, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naye si mwingine ni Daktari Samia Suluhu Hassan. Wanawake oye! Majina anaitwa Wesa Juma, ni mheshimiwa diwani wa kata ya Kirumba. Tunashukuru kwa sababu mheshimiwa mbunge katika kikao tulichofanya pale eneo la Mlimani, mtaa wa Mlimani, kwa mwenyekiti Ahmadi Manuguriro, eneo la makaburi ya Kirumba ya Waislamu, Mheshimiwa Benjamin Msita alitoa wazo hilo kwamba kuna haja ya shule hii kuizungusha uzio, na ni kweli mheshimiwa mbunge akalipokea lile wazo na akasema kwamba atatoa matofali 10,000. Lakini kinachofanyika hapa juu ya kupata matofali 10,000, tunapaswa wananchi kuchangia gharama kwa ajili ya kuendeleza uzio wa ujenzi huo. Nimpongeze mbunge kwa kutoa matofali, kwa sababu inawezekana asingetoa matofali labda wazo hili lisingelikuwepo. Lakini kwa kuwa amesubutu kusema, na yeye mwenyewe pia na nukuu katika mkutano ule alisema hapa ndio shule aliyosomea yeye, kwa hiyo anataka kuienzi shule hiyo. Kwa hiyo ni jambo jema na ni jambo zuri kwa kuienzi shule aliyosoma, kwa sababu sio yeye tu, wako wengi wabunge, wako wengi wakuu wa mikoa waliosoma kwenye shule hizo, lakini hawakusubutu kuenzi maeneo yao, lakini yeye amesubutu kuenzi. Ni jambo jema sana na ni jambo bora. Tumpe pongezi mbunge kwa kazi nzuri anayoonyesha, jitihada katika kata ya Kirumba, lakini hususan pia katika shule yetu ya Kirumba. Lakini niombe pia juu ya kupata matofali haya, mbunge asisite kushirikiana nasi tena kwa ajili ya kuhakikisha tunakamilisha uzio huu. Anaitwa Kalunde Saidi Amiri aka MCK wilaya Ilemela. Niko shuleni hapa Kirumba kwa ajili ya kupokea ahadi ya mbunge wetu Mama Angelina Sylvester Mabula. Alituahidi matofali 10,000, leo ametuletea matofali 5,000. Ni moja ya kutia moyo wazazi na wananchi wake hapa shuleni. Tunashukuru. Bado nadhani ataendelea kutupa hamasa tena na tena, na tumekubaliana wazazi kama wazazi tutachangia 5,000 kumsapoti mbunge, na wengineo basi tunaomba watusapoti tuweze kujenga uzio wa shule hii ya msingi Kirumba, maana imeshakuwa nyimbo, ni miaka mingi sana tumesubiria, sasa tunaenda kufanya hitimisho. Basi na walio kuwepo na chochote waweze kutusapoti tuweze kukamilisha swala hili. Naitwa Benjamin Faustine Msita, ni mkazi wa kata ya Kirumba, mtaa wa Kiungi. Tukio la leo nimefarijika kuwepo kwa sababu ni tukio ambalo tulisubiri kwa muda mrefu sana, la mheshimiwa mbunge kutoa matofali ambayo aliahidi. Na tunaona umuhimu ambao utaenda kutokea baada ya fensi kujengwa ni kwamba tunaenda kuongeza wigo mpana wa wanafunzi kufaulu, lakini mazingira ya shule hii yanaenda kubadilika kwa kiwango kikubwa. Watu wanaojua shule hii historia yake ilikuwa ina bustani nyingi, na hii yote kutokana na mifugo mbalimbali, mbuzi, ng'ombe, watu kuingia kutoka. Miundombinu imeharibika sana kwa sababu haina uzio. Sasa tunamshukuru mheshimiwa mbunge. Mbunge huyu ni mbunge kiukweli wa maendeleo, na hii inajidhihirisha kutokana na jambo lolote tunalolipeleka kwake la maendeleo hajawahi kuliacha. Na watu wengi walikuwa wanaamini kwamba jambo hili litawezekana, lakini leo tunaona tumekabidhiwa matofali. Naamini kwa spidi ya wazazi na walivyolipokea, tunaenda kujenga ukuta wa fensi ambao leo hii hata watoto ambao walipata shida ya kugongwa tutapunguza kiwango, tutamaliza kabisa jambo hilo la watoto kugongwa au kupata shida. Na kuna kipindi kuna watoto walipotea ambao walikuwa darasa la 6. Walitafutwa kwa muda mrefu, lakini kutokana na usalama wao ulikuwa pia ni mdogo. So mimi binafsi namshukuru mheshimiwa mbunge, na jambo hili linaenda kutokea kwa sababu mimi binafsi niliona changamoto hii muda mrefu na mimi nimesoma shule hii. Naitwa Samia Abdul Malik Isa. Nasomea shule ya msingi Kirumba, nasoma darasa la 7. Napenda kumshukuru sana mheshimiwa mbunge Angelina Sylvester Mabula, na pia tunamshukuru kwa zawadi yetu aliyotupatia ya matofali. Mungu ambariki na roho yake hiyo, aendelee kuwa na hiyo roho. Tunamuombea kwa Mungu aongeze miaka 5 tena mbele. Tunamshukuru na tunamuombea kwa Mungu. Tulikuwa tunapata changamoto ambayo sana wanafunzi walipokuwa wakivuka barabara walikuwa wakipata ajali, na hapa kwa kuna mwingiliano wa watu, tulikuwa tunashinda kupata elimu vizuri kwa maana walikuwa wanatupigia kelele shule watu wanaopita barabarani. Kwa hiyo wakijenga fence tunaweza tukapata mafanikio ambayo tukishajengewa fence tunaweza tukaelewa darasani. Naitwa Saidi Hamad Masudi, ni mwenyekiti wa bodi ya shule ya Kirumba kwa muda wa miaka 6 sasa.
Ni adha kubwa tunakumbana nayo kuhusu swala la fensi. Mnamo mwaka jana tu mwezi wa 6 tulimuomba mheshimiwa mbunge kwenye mkutano wa hadhara matofali kwa ajili ya kujenga uzio, naye akatuahidi kwamba atatuma matofali 10,000 na kweli kama alivyoahidi ahadi yake anaitekeleza, na mpaka ninavyozungumza sasa hivi nishapokea matofali 5,000 na 5,000 yako nyuma yanakuja. Na leo nilikuwa pia na mkutano wa wazazi kwa ajili ya kuwasherehesha hili na kukabidhiwa matofali rasmi, na wazazi wameitikia mwito, wamesema kila kaya watachanga shilingi 5,500 ili kumsupport mheshimiwa mbunge ili kukamilisha uzio huu. Kwa hili niseme moja kwa moja shukrani nyingi sana ziende kwa mbunge wetu Angelina Sylvester Mabula, mbunge wetu wa jimbo la Ilemela, na pia amenipa mimi jukumu la kuweza kupumzika kwa sasa, kwa sababu nilikuwa nafuatilia watoto naweka mpaka migambo. Watoto ni rahisi kutoroka kwa sababu shule haina fensi, na shule hii ina wanafunzi 3114 ambao shule ilikuwa ni moja, lakini sasa hivi ziko 3 zimegawiwa sababu wanafunzi ni wengi. Kwa hiyo niseme moja kwa moja shukrani nyingi ziende kwa mbunge wetu wa jimbo la Ilemela, na naendelea kumwombea dua Mungu aendelee kumweka na endelee kumpa moja siri kama huu kuendelea kutusaidia, na pia wale wadau wasichoke kuwa karibu na sisi, kwa sababu bado matofali 5,000 hayatoshi kutokana na ukubwa wa shule yetu tulionayo. Kwa hiyo wasituache nyuma kutuendelea kutupa support mpaka pale ambapo jambo hili limefanikiwa. Naitwa Michael Menard Mwilenga, mimi ni mwalimu mkuu wa shule ya msingi Kirumba. Kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kutuweka hai na kutukutanisha siku hii ya leo. Lakini pili, naomba shukrani zangu za dhati kutoka ndani ya uvungu wa moyo wangu zimwendee mbunge wetu Mheshimiwa Angelina Mabula kwa moyo wake kwanza wa kujitoa kuona kwamba shule ya msingi Kirumba inahitaji kupata usalama. Usalama huu unatokana na fensi ambayo tunategemea tuijenge kwa ajili ya usalama wa mali ya shule, wanafunzi pamoja na mazingira mengine kwa ujumla. Kabla ya kuanza kufikiria hili jambo, mimi nilivyoletwa hapa niliona ni jambo ambalo linahitaji kufanyiwa kazi haraka. Lakini kitu kikubwa ambacho nashukuru ni kwamba baada ya kuona kilio chetu kile amekisikiliza na ameona kwamba kweli inafaa. Kwa hiyo namrudishia sifa nyingi sana na namshukuru sana. Lakini adha ni nyingi ambazo tunakutana kutokana na ukosefu wa uzio. Niseme 3 tu. Moja, usalama wa watoto wetu. Watoto wetu wanakosa usalama kwa sababu tunamshukuru amejenga barabara kila upande wa magharibi huku kuna barabara ya lami, upande wa mashariki kule kuna barabara ya lami, kule chini kuna barabara. Kwa hiyo unakuta kwamba magari na pikipiki, vyombo vya moto kwa ujumla vinapita kwa kasi sana. Sasa hii inaleta madhara wakati mwingine kwa wanafunzi wetu. Lakini pili ni usalama wa mazingira yetu. Mazingira yetu ya hapa shuleni yamekuwa yakiharibiwa na wanyama kama mbuzi, kutokana na majirani wana mbuzi hapa. Kwa hiyo tukipanda maua ili shule yetu ipendeze, utakuta kesho hayapo. Lakini 3 ni wananchi. Wananchi wamekuwa wakitumia hili eneo kwa mambo yao binafsi. Tukishatoka hapa wanapita wanaharibu miundombinu. Kwa mfano wanachukua koki za mabomba, lakini utakuta wamekata hiki na hiki. Kwa hiyo mwisho wa siku utakuta kwamba shule inaenda kila siku inaporomoka. Kwa hiyo naamini kwamba kwa mwanzo huu mzuri tukijenga hii fensi, naahidi hii shule itakuwa inapendeza sana siku moja, kwa sababu mama ni mkazi wa hapa, ni mzaliwa wa hapa na amesomea hapa. Naamini kuna siku atakuja kutembelea, atakutana na mazingira mazuri kuliko ya sasa hivi aliyopo.